Niite kabisa ndani ya Mastaz TV. Na hapa nakwambia ni mchaka. Leo tumezamia kwenye msitu, lakini hatuogopi wanyama wala nyoka hata kidogo. Leo nimekutana na kundi ambalo lenye bango kubwa sana pale, lipo kwenye finali ambalo itakuja kufanyika tarehe 28 huu mwezi wa 6. Bwana, mambo vipi? Fresh kabisa. Uko poa? Yani nimekaza. Mambo mwenyewe yanasemaje? Fresh, unyama kama wote fresh. Nyie ni bwana shamba? Kabisa. Tunatisha. Maana naona mko kwenye msitu fulani hivi. Ya huu msitu yani ni kama tunafanya vitendo, tunawaonesha live bila chenga. Sawa, okay. Nyie ni madansa, si ndio hivyo? Kundi lenu linaitwaje? Dangote Dance. Dangote. Kabisa. Bwana, tarehe 28 ni finali. Ya. Kuna chochote unaweza kutuambia? Ninaweza nikawaambia kwa sababu finali ni kwa mtu amejipanga kwanza, cha kwanza hicho. Kingine hatutaki kufelishana kwenye finali. Sawa. Hicho ninakiongea kwa sababu madensa, najua madensa wamejipanga kinoma kama kundi 10 na. Okay. Kivo. Sawa. Kwa hivyo sisi tumejipanga kama tumetoka namba 1 demi na finali hatutaki tufelishane pale live. Okay. Kabisa. Okay. Sawa. Kuna siri gani ambayo mlionayo kuja kufanyia mazoezi kwenye pole au kwenye msitu? Ya, sisi tumekuja kufanya repetition huko kwenye msitu, wengi hawapajui. Tumekataa Uswahili, tumekataa maneno. Kwa sababu sisi tumekuja kufanya repetition msitu, unasikia? Kwa sababu watu wengi wakituona tuko yani sisi tuko serious na kazi. Au kuna ile ambayo unakuta makundi kwa sababu yote yanashiriki kwenye finali katika makundi 10 au nyewe mmeogopa kurogwa? Hakuna, hamna kurogwa. Yani sisi wenyewe wanao turoga huku juu hawawezi kwa sababu si wote hapa tumezunguka na misitu. Okay. Kabisa. Hivi kundi lenu lina watu wangapi? Kundi letu lina watu karibia 10. Okay. Top. Watu kama 10 top. Sawa. Kabisa. Okay, sawa. Hivi mmepata sasa hicho kitita cha milioni 1. Mmetoka wa kwanza kabisa. Hiyo hela mtaweza kuitumikisha vitu gani? Kwa mfano kama nyinyi ndio mmeshinda, mmetoka wa kwanza, mmepewa hicho kitita cha milioni 1. Hiyo hela mnaweza mkaitumia vitu gani? Ya, hiyo pesa kama gisu unavyoongea wewe, kusema kupata hiyo pesa milioni 1, tukua dasere karibia 10. Hatuwezi tukasema hivi hiyo pesa tuiharibishe. Ilifo hiyo pesa ije kwanza kwenye team. Ikae kwenye team. Kwa jua tukishabeba, tukisema hivi kwa mfano tumetoka namba 1, tumebeba milioni. Kama gisi unavyosema we, milioni ni hela ndogo bro. Hela ndogo kabisa. Lakini tukisema tuihifadhi kwenye kundi, kundi inakuwa iko na nguvu ndani yao ya wadanseri. Okay. Chochote ambacho unaweza kuwaambia waandaaji watu wa chini? Watu wa chini. Cha kwanza mimi ninachosema kwa huyo muda. Support yenyewe leo tuonesha tulikubali si wenyewe. Tukasema watu wa chini gisi walio tusajili si wenyewe kwenye afishe tukaonekana kama sisi ni timu Dangote. Sawa. Hicho ndio kitu cha kwanza. Karde tulicheza, demi tulicheza. Sawa. Tumefikia finale. Okay. Karde tulicheza, demi tukakubalisha watu, tukatoka namba 1. Finale hatutaki kuangusha watu. Kama watu wa chini wako live finale. Chenye ninachoongelea hapa kiwe live. Sawa. Unasikia? Okay. Hatutaki wizi. Hatutaki maneno. Sawa. Mwenye alivyofanya vitendo anaonekana na mwenye atatoka namba 1 anaonekana. Okay. Erega wajaji wanakoche bro. Sawa. Lakini washabiki ni kama wajaji kiufupi hivyo. Okay. Washabiki wakisema hivyo wale ndo namba 1, wajaji wakienda wakipindua namba 2, watasema wamewaibia. Okay. Sawa, hivi kwa mfano sasa nyie sasa mmetoka kama 5 vile, afu baadaye unaweza kusikia choko za maneno kwamba eti kuna rushwa ambayo imefanyika pale, imetendeka pale, mtaweza kuchukua hatua gani? Hatua gani? Pale kwanza tukienda kucheza bro, tukicheza tu watu wanaona ukweli. Okay. Ya, hamna timu yenyewe inayokuja pale kwenye show inasema hivi, sisi tunaenda kutoka wa mwisho, haiwezekani. Si wote kama madansa karibia kundi karibia 12 na pale wanakuja wanasema wanaenda kutoka namba 1. Sawa. Tunapofika pale sasa kama pale wa danseri sio tutaki kuangusha. Hakuna kuangusha. Ongezea basi tumalizie. Ya miki ufupi, si ni timu Dangote. Okay. Nasikia. Kweli
kuna mengi alipitia kwa hizi wiki mbili tulizopewa za mazoezi. Sisi tulianza hii wiki ya kwanza zoezi, unasikia? Lakini kuna changamoto zipitia katika. Kama zipi sasa? Changamoto zipi sasa? Kuhusu dance tumeshwana na najua kwa wengine makundi anasikia raha. Yaani wanasema hivi kiufupi, yaani Dangote kwa kundi yetu tunaenda yaani kwa kundi zetu tunaanza kushindishana nazo. Dangote hai kwa sababu washashwana na wako wanapiga rap, yani kiufupi. Au kuna wengine wameshaanza kuwapulizia ili sasa mwanze kuvurugana ili kundi lisije likapita tena, yani lisije kupita tena, yani ile chance ya demi isije ije kuharibika. Sasa hiki kitu nacho waomba, si kweli tuishwana, unasikia? Tulishwana tu sana ili imani ya nyinyi kukua kwanza havipo. Yani ilikuwa yani kiufupi kwa dancer tulikuwa tushakata hadi tama. Ila kwa mzuka wetu tumeamkana kwa huyu muda. Brother, wajiandae wengine makundi. Wajiandae. Yani wajiandae. Yani mnasema kwamba mwezi mkapoteza namba yenu. Hatuwezi tukaipoteza. Hiyo ni sheria ipingwi. Basi mwanangu tusubiri tarehe 28 basi. Yani nao sema walete kesho. Tusubiri tarehe 28. Walete kesho, si Dangote tuko live. Tunapiga. Tunaigonga finale na kuja ng'ama. Basi Mtiti unaweza kumwambia nini? Luko Mtiti. Ajiandae na fedha tu. Sasa kwa hiyo akipendelea akipendelea sana afunye anawaangusha, mtamchukuliaje? Kutuangusha? Sasa mambo ya kutuangusha, aweza katuangusha, unasikia? Aje kwanza, niulize kwanza aje. Aweza katuangusha kwa sababu huyu ndio mwenye alionda hiyo show, unasikia? Aweza kaangusha Dangote wala Team Fimbo wala nani wa Mashef Konki. Aweza kawa na upendeleo. Aweza kapendelea kwa sababu akipendelea kundi moja atapendelea hiyo na ndio litabeba kwa. Nyie ni Dangote. Ofisi yenu inapatikana wapi? Ofisi yetu inapatikana Stoneville hapo Ngambachi. Okay. Mtiti kijio cha watu wa chini kipo sehemu gani? Kiko barabara ya 4. Mtaa wa nani kule? Mtando sijui. Mtaa wa Dangote kule. Kwa Dangote. Atakubali kweli Dangote muangushe chini? Haiwezekani. Bwana nikusiki kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike na comment na hiyo kwanza kupata habari zetu kutoka ndani ya Mastaz TV. Nikisema bye bye.